Wananchi wa Ndanda, tumsifu Yesu Kristo. Mwanakondoo ameshinda. Mwanakondoo ameshinda. Asante sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa na viongozi wote, tuko hapa Ndanda, na hapa ni sehemu ya Ndanda Mission, na kwa upande wa kusini hii ni sehemu ambayo mwanga wa elimu ulipitia, na ndio maana kuna senta kubwa za elimu hapa. Kanisa Katoliki likaweka mission zake hapa, na kuna Ndanda Printing Press, na hivyo ndio kazi ya kanisa kwa ajili ya kutoa mwanga. Mimi nataka nieleze kwa ufupi pengine kwa nini niko hapa. Mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa hajulikani sana, alikuwa hana heshima yoyote kwa wakati ule, lakini akatamka jambo moja ambalo likamfanya akajulikana sana. Akasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, naye amenitia mafuta, amenipaka mafuta na kuniweka wakfu ili kuwahubiria habari njema maskini, kuwatangazia habari za ukombozi watu waliokandamizwa, na kutangaza mwaka wa Bwana. Huyu alikuwa ni nabii Isaya, na aliweka andiko hili katika kitabu cha Isaya sura 61 mstari wa 1 mpaka wa 3. Yesu Kristo kabla hajaanza kuhubiri, neno la kwanza ambalo lilikuwa ilani yake alilitaja pale madhabahuni lilikuwa neno hilo hilo. Akanukuu Isaya kama ilani yake ambayo aliyetembea nayo katika ukombozi wa miaka yote mitatu kabla hajafa pale Kalvari. Kazi ya kanisa ni kuendeleza mpango wa Yesu Kristo wa kuwakomboa wanadamu katika vifungo vyote, vikiwemo vya kimwili na vya kiroho. Na ndio maana alipokwenda hekaluni akawafukuza wale waliokuwa wanafanya utapeli hekaluni. Kufukuza watu wanaofanya utapeli hekaluni halikuwa ukombozi wa kiroho, ulikuwa ukombozi wa kimwili. Sasa katika nchi yetu, miaka iliyopita Nyerere aliposema tumeonewa kiasi cha kutosha na tumenyanyaswa kiasi cha kutosha, nataka niwaambie kwamba juzi tunakuja hapa tumepishana na mwenge wa uhuru. Unajua asili ya huo mwenge wa uhuru? Mwenge wa uhuru ule zana yake ni sala ya Mtakatifu Francisco wa Asisi. Nyerere alisema kwamba tumekusudia kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike nje ya mipaka. Kaeleza kuleta matumaini palipokosa matumaini. Nyerere alikuwa amevuviwa na padri wa kanisa Katoliki, alikuwa anaitwa Father Welsh. Yeye alikuwa mtu wa Ireland. Wakati wa Tanganyika wanadai uhuru kwa chama cha taa, ndipo Father Welsh au Padri Welsh akamwambia Nyerere, njia nzuri ya kupata uhuru bila kumwaga damu. Akamuita chemba, akamweleza panorama au siri yote ya ukombozi bila kumwaga damu. Baada ya Nyerere kupata siri hiyo, akajiuzuru Pugu. Alikuwa anafundisha shule ya mission ya kanisa Katoliki. Akaanza kuzunguka kwenda Umoja wa Mataifa kueleza kudai uhuru. Nyerere alifika mpaka kwetu kule, tulikuwa na nchi yetu, Chifu Mwamakula alikuwa kitawala kule. Akawaunganisha watu wote kuwa sehemu moja. Ndipo ukapatikana uhuru wa Tanganyika bila kumwaga damu. Siri kubwa ni kwa sababu kanisa lilikuwa sehemu, likatoa siri kubwa kwa wapigania uhuru. Waislamu pia walikuwa sehemu ya kupigania uhuru. Mimi lakini naeleza kwa upande wa Kristo. Sasa tumepigania uhuru, lakini
hata wana wa Israeli walipotoka kule Misri bado walikuwa wako huru kule Kanaani, lakini kuna kipindi walikuwa wanatekwa, wanakandamizwa. Mungu inabidi ainue watu wengine tena, akawainua kina Gideon. Kwa hiyo mapambano yanaendelea. Sasa miaka ya hivi karibuni kuna jambo ambalo limeingia katika nchi yetu linalosikitisha. Mwaka jana nilifuatilia sana uchaguzi wa serikali za mitaa. Napata taarifa kule Misenyi kuna mtu alikuwa ametia nia kupitia chama cha Chadema aliuawa. Na ile habari ya Misenyi haikusemwa sana. Nilisema mimi. Nikafuatilia pale Gongo la Mboto kule kwetu kule Dar es Salaam, kuna mtu aliuawa. Kule Singida natoka Mheshimiwa Lissu kuna mtu aliuawa amepigwa risasi. Kule Tunduma karibu na kwetu kuna mtu aliuawa. Lakini habari za utekaji sasa hivi zimekuwa za kawaida. Ingawa wanatekwa sana watu ambao ni wa vyama vya upinzani, lakini hata CCM nao wanaanza kutekwa. Kwa hiyo sasa habari ya namna hii, hao wanaotekwa ni waumini. Akiuawa sisi tunakuja kuzika. Wale watoto wanakuwa yatima, wanahudumiwa na kanisa. Wanawake wale wajane wanahudumiwa na kanisa. Sasa tukiendelea kunyamaza kwamba kuna amani, tutakuwa wanafiki, na sisi maaskofu hatuwezi kuwa wanafiki. Ndipo tumekuja kuwahamasisha Watanzania. Mimi natumia jukwaa la Chadema kuwahamasisha Watanzania. Tuungane, tuandike katiba mpya ya nchi yetu. Lakini pia tuungane kuiambia serikali na Chama cha Mapinduzi kwamba mfumo wa uchaguzi ni wa uonevu, ni wa ukandamizaji, haufai kwa haki, na Isaya anasema hakuna amani kwa wabaya. Isaya 57 mstari wa 18 na 20. Kwa hiyo kwa sababu hiyo basi hakuna amani, hakuna haki. Kwa sababu kama hakuna haki hakuwezi kuwa na amani. Ninawaomba watu wa Ndanda, ninyi mlikuwa wa kwanza wazazi wenu kuimarika kupata elimu na ufunuo ule. Sasa mseme Askofu Mwamakula alikuja hapa, amesema Watanzania wote tuungane tuandike katiba mpya. Yeyote ambaye anadhani kwamba hicho sio akifai, basi huyo hamtumikii Mungu aliye wa kweli. Kwa tuko mahali hapa, sisi kama kanisa hatuwezi kusubiri mpaka watu waanze kuuawa kama Kongo ndio tuanze kujitokeza na majoho yetu. Wengine tumejitokeza sasa kwamba tunaweza tukazuia vita kama ya Kongo kwa kuandika katiba mpya, kwa kuwa na tume huru ya uchaguzi, na kwa kuwa na mifumo huru ya uchaguzi, na kukomesha utekaji, kukomesha uuaji, kukomesha maonevu katika nchi yetu. Kama unaamini hayo, punga mkono, sema amina.